Ujumbe huo umetolewa na mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Makame wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi kwa ngazi ya mkoa iliyofanyika katika viwanja vya shule ya msingi Katete, kata ya Mpemba, halmashauri ya mji Tunduma, wilayani Momba, ambapo Makame amesema ziko baadhi ya taasisi za fedha zimekuwa zikikopesha kinyume ya taratibu, jambo ambalo linaumiza wafanyakazi wanaokwenda kukopa. Ziko taarifa kuna baadhi ya wafanyakazi wengine wamezitelekeza ATM card zao kwa taasisi hizo za kutolea fedha kwa sababu tu ya kutaka kuhitaji hiyo mikopo. Mwisho wa siku anaingia katika matatizo. Mimi ni viombe vyama vya wafanyakazi, twendeni tushirikiane kwenye kuwaelimisha wafanyakazi wenzetu, lakini ni waombe waajiri kutengeneza mazingira bora. Tunaweza tukatengeneza mifuko ambayo inaweza ikatumika kukuza kipato kwa ajili ya kuweza kupata kipato cha kukopeshana watumishi ndani ya taasisi zetu. Waajiri wote katika mkoa wetu wa Songwe, tutambue kwamba wafanyakazi ni muhimili na nguzo muhimu katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya serikali. Mafanikio yote ambayo tumeyapata katika utekelezaji wa mipango ya serikali, katika utekelezaji wa sera za serikali, katika utekelezaji wa majukumu ya kutoa utumishi kwa wananchi wenzetu ambao tunawahudumia, yanategemea sana wafanyakazi hawa na watumishi hawa. Awali, katika risala ya wafanyakazi iliyosomwa na Mwalimu Neema Lwila, imeeleza kuwa pamoja na kuwepo kwa mchakato wa ulipaji wa madeni, wameiomba serikali na waajiri kuongeza kasi ya ulipaji kabla ya kuzalisha madeni mapya. Suala la madeni mbalimbali ya wafanyakazi, pamoja na kwamba serikali imeendelea kulipa madeni yake bado wafanyakazi wengi wana madeni ya muda mrefu. Pamoja na uhakiki wa madeni hayo kukamilika, bado kasi ya ulipaji ni ndogo. Tunaiomba serikali na waajiri kulipa madeni hayo na kuzingatia kutozalisha madeni mapya. Changamoto kubwa sana kwa watumishi wengi wanaoenda kusoma. Tumeona upo waraka ambao tunaita ni waraka kandamizi. Kwa sababu mtumishi anapo comply kwenye sheria kwamba labda wakati huo akishasoma asipandishwe kwanza daraja mpaka malizio muundo. Sisi tunaona ni obstacles kwenye utumishi wetu. Ni vitu ambavyo tunaendelea kushauri serikali. Na wewe kwa nafasi yako uliyo nayo, endelea kushauri serikali ili sheria ambazo ni kandamizi kwa watumishi ziweze kufanyia marekebisho. Akitoa majibu ya baadhi ya changamoto, Makame amemwelekeza katibu tawala mkoa kuhakikisha anashughulikia madai yaliyo ndani ya uwezo wao, huku mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe Radeli Mwampashe akiwataka wakuu wa taasisi na idara kujenga mshikamano na watu wanaowasimamia. Kwa hiyo katibu tawala tulisimamie jambo hili kuhakikisha kwamba madai haya madogo madogo ambayo yako ndani ya uwezo wetu tuyamalize, tuyaache tu yale ambayo yako yanagusa serikali kuu, yanagusa masuala ya kisera, yanagusa mabadiliko ya nyaraka, mabadiliko ya kisheria. Hayo tuachie viongozi wetu katika ngazi ya wizara. Niwaombe kitu kimoja, ndugu wafanyakazi, hasa wakuu wa idara, waheshimiwa viongozi mnaoongoza taasisi, hebu jengeni upendo kwa wafanyakazi wanaowasaidia katika taasisi zenu. Mkipendana na kuheshimiana, mtajenga mshikamano na utekelezaji wa ilani utakwenda kwa moja, na kisha ustawi wa jamii katika mkoa wetu wa Songwe, maendeleo yataonekana. Aidha, kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi kitaifa yanatarajiwa kufanyika mkoani Njombe, ambapo yanakwenda sambamba na kauli mbiu isemayo kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya mwaka 2050. Aida Matthew, Clouds, Songwe.